Nimeomba kuongea nanyi kufuatia tukio ambalo si la kawaida lililotokea tarehe 30 mwezi wa 4 saa 4 usiku maeneo ya Kurasini katika ofisi za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, lililopelekewa kupigwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padri Charles Kitima. Ndugu waandishi wa habari, hili ni tukio baya sana. Ni tukio lilofanywa na watu waoga wenye dhamira ya kuwatia hofu watetezi wa haki na amani katika taifa letu, ili wasiendelee kufanya kazi yao. Lakini vile vile ni shambulio dhidi ya uhuru wa mawazo, uhuru wa maoni ambao umetajwa katika katiba ya nchi. Kwa maana hiyo tunaweza tukasema pia kwamba ni shambulio dhidi ya haki ambazo zimeainishwa na zimetolewa na kutajwa ndani ya katiba yetu. Kama taifa lenye umri wa miaka 63 sasa, tukiamua kuwajibu watu ambao mwelekeo wao wa mawazo ni tofauti na sisi kwa njia ya kuwaumiza, taifa letu tunalipeleka katika vurugu ambayo inaweza ikavunja misingi yake kwa kuvuruga amani, na matokeo yake tukabaki vipande vipande kama mataifa mengine ambayo yaliingia vurugu. Hili ni shambulio ambalo niseme halijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Na niweke wazi tu kwamba kumshambulia mtendaji mkuu wa taasisi yoyote ile, sio lazima taasisi ya kidini, lakini kumshambulia mtendaji wa taasisi, tena unamshambulia mahali ambapo anafanyia kazi na kuishi, ni kuishambulia taasisi yenyewe. Kwa hiyo waliomshambulia Padri Kitima, pengine katika mawazo na fikra zao walikuwa wanafikiri wanamshambulia Kitima mwenyewe kama padri, lakini hawakujua kwamba Dr. Kitima, mawazo anayotoa, mafundisho anayotoa, licha ya kwamba anayatoa kama padri kwa upadri wake, lakini yule ni mtendaji mkuu wa Baraza la Maaskofu. Kwa hiyo mawazo na misimamo anayotoa ni mawazo na misimamo ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ni mafundisho kwa waamini ambao maaskofu hao wanawaongoza. Sasa katika hatua hiyo, NCCR Mageuzi tunatoa pole kwanza kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, kwa sababu kilichofanyika ni udhalilishaji wa taasisi yao. Na vile vile tunatoa pole kwa Dr. Kitima ambaye tunafahamu kwamba yuko hospitalini Aga Khan, na tunatoa pole kwa waamini wote wa Kristo wote wa Katoliki. Rai na ombi letu ni kwamba Wakristo wasikate tamaa, maaskofu wasikate tamaa, na tumwombee huyu aliyeumia ili Mwenyezi Mungu aweze kumrejeshea afya yake, aweze kuendelea kufanya kazi zake kama inavyokusudiwa. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania wote, baada ya tukio hili ramli zimeanza kufanyika mitaani, speculation kwamba inawezekana wamehusika watu fulani au wamehusika watu fulani. Sasa hii ni mbaya.
kuhukumu watu au taasisi bila ushahidi wala bila uchunguzi ni jambo baya kabisa. Ndio maana NCR Mageuzi tunataka tukubaliane na wito uliotolewa na makamo wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Baba Askofu Eusebius Zigirwa, askofu wa Jimbo Katoliki la Mpanda, kwamba jambo hili lifanyiwe uchunguzi wa kina, thorough investigation, ili matokeo ya uchunguzi huo yaweze kutolewa kwa jamii, ili jamii iweze kufahamu kilichotokea, na tuache mambo ya dhana na kufanya spinning, kufanya hisia. Kwa mfano nimesoma taarifa iliyotolewa na polisi jana. Polisi wanasema kwamba padri alipigwa saa 4 usiku alipokuwa kwenye kinywaji. Bahati mbaya sana, Kamanda Muliro ambaye mimi namheshimu sana na actually ni rafiki yangu, tunakutana kwenye matukio mbalimbali, tunaongea vizuri, hakueleza kinywaji gani, hakueleza kama ni chai au maji. Nasema hivi kwa sababu kama padri alipigwa akiwa pale Kurasini Baraza la Maaskofu, ndugu waandishi wa habari, mimi nimeishi pale nikiwa mseminari wa teolojia katika seminari ya Mtakatifu Karoli Luanga Segerea mwaka 89 90. Pale pana hosteli za maaskofu, pana hosteli za masista, pana hosteli za wageni mbalimbali wanaokuja pale kwa ajili ya mikutano, pana kumbi za mikutano, pana kanisa, pana kantini ambao watu wanakwenda kupata chakula pale. Hakuna baa, na wala jirani ya ile eneo hakuna baa. Nje kabisa ile eneo ni malori yanayobeba mizigo kutoka nje yanayoegesha pale. Kwa hiyo kusema alipigwa akiwa kwenye kinywaji ni kama unawaandaa watu waweze kuamini kwamba padri alikuwa baa akilewa, kwa hiyo alipigwa na walevi. Hii si kweli. Tuache mambo kama haya, tufanye kazi kisayansi, kazi ambazo hata watu wa kawaida wakiziona wataona hapa kazi imefanyika. Na ndugu waandishi wa habari na Watanzania, mimi imani yangu, rais wa nchi hawezi kutoa maelekezo ya kufanyika tukio kama hili. Maana tukio kama hili, kama nilivyoanza kueleza, ni tukio baya linaloonyesha uoga. Mimi sioni ni kwa namna gani rais hahusishwe moja kwa moja. Inawezekana kuna watu ndani ya jamii yetu wanataka wachafue taswira yake, image yake. Ndio maana mimi nikasema ni vizuri jeshi la polisi lifanye thorough investigation, kwa sababu kama tukiruhusu jamii ikifikia mahali pa kumchafua rais kwa matukio ya kijinga na kishenzi kama haya, manake tunayumbisha kiti na personality ya rais. Na mtakubaliana na mimi kwamba kiti na personality ya rais lazima ilindwe, kwa sababu ndio taswira yetu nje na ndani ya nchi. Na hili nalisema kwa wale ambao kila mara wamekuwa wakitoa mawazo na kukemea kwamba viongozi wetu wa dini wasichanganye dini na siasa. Labda pengine inawezekana kuna mwananchi ambaye amefikia mahali pa kukasirika baada ya kupata uchochezi huo, akaona kwamba ngoja nikamuumize huyu kwa sababu huyu anachanganya dini na siasa. Ndugu waandishi wa habari, hakuna askofu yoyote wa kanisa Katoliki ambaye ana tamaa ya kuwa rais. Maana yake akifikia hapo lazima aache huo askofu. Wala hakuna padri yoyote wa kanisa Katoliki mwenye tamaa ya urais wala ubunge. Kwa maana akifikia hapo lazima aache huo upadri wake. Kwa hiyo maaskofu na mapadri wa kanisa Katoliki wanatekeleza wajibu wao
ambao Yesu mwenyewe aliutekeleza na akaufia msalabani. Wanafanya kazi kwa mfano wa Yesu mwenyewe. Nyinyi mtakumbuka Yesu alivyokuwa anapambana na Mayahudi, anapambana na Mafarisayo, na kina Pilato, na kina Kayafa, na kina Herode. Wale walikuwa watawala. Alikuwa anakumbusha kutenda haki. Alikuwa anakumbusha kuhakikisha amani imepatikana, na kuwalisha maskini pamoja na kuangalia wajane. Hiyo ndio kazi ya padri. Na nitoe wito kwa vyama vya siasa, kwa sababu kitu ninachokiona kwenye jamii, akitokea padri akazungumza jambo ambalo limewahi kuzungumzwa na kiongozi fulani wa upinzani, wale wanamshangilia kana kwamba wamemtuma au wanasema kwa niaba yao. Si kweli hata kidogo. Wala chama tawala kisije kikafikiria kwamba yuko padri au askofu ambaye kinaweza kumwagiza akafanya jinsi ambavyo wao wanataka. Wala hakuna mwanaharakati yoyote ambaye anaweza akasimama akasema kwamba sisi Kitima upande mwingine ni wetu. Si kweli. Mapadri na maaskofu wanatimiza wajibu wa viapo vyao, na kiapo kikubwa cha maaskofu ni kutenda haki, kwa sababu haki ni tunda la amani. Hawataacha hata siku moja kufanya kazi hiyo, na wako tayari kufa, kwa sababu hata yule wanaomhubiri alikufa katika kupigania haki, alikufa katika kupigania amani, na amani ndio itatufanya tuwe huru. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu waandishi wa habari, tusilivunje taifa letu kwa kuanza chokochoko ambazo hazitatusaidia, chokochoko ambazo zitatujengea chuki. Mwisho wa siku tutaanza kutizamana, huyu ni wa dini fulani, huyu ni wa chama fulani. Tukifika hapo tumekwenda na maji. Tujitahidi kila mara tujibu hoja za wenzetu kwa hoja kinzani, sio kwa nguvu, kwa sababu nguvu haitatusaidia. Na tujitahidi hasa vyombo vya dola. Wanasiasa wanajibiwa na wanasiasa wenzao. Wanasiasa hawajibiwi kwa risasi, wala kwa mabomu ya machozi, wala kwa kupigwa, wala kufanya nini. Mwanasiasa yoyote anajibiwa kwa hoja.